Kuna nyakati Mungu huongea nasi kupitia ndoto kabla jambo halijatokea katika maisha yetu. Watu wengi hupuuza ndoto, lakini ukweli ni kwamba katika Biblia Mungu aliwahi kutumia ndoto kuleta maonyo, maelekezo na hata habari njema kwa watu wake. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto 20 ambazo ukiziota jiandae kupokea taarifa njema. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiota ndoto hizi 20, jiandae kupokea taarifa njema. Ndoto namba 1, kuota ukipewa zawadi. Ukijiona ndotoni unapokea zawadi kutoka kwa mtu, mara nyingi ndoto hii huashiria kupokea jambo jema lisilotarajiwa. Inaweza kuwa habari ya mafanikio, habari ya kazi, fedha, nafasi mpya au baraka ambayo hukuitarajia. Katika ulimwengu wa kiroho, zawadi huwakilisha neema, zawadi huwakilisha kibali. Mungu anapokusudia kuinua, wakati mwingine huonyesha ishara ya kupokea kitu cha thamani katika ndoto. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapokea zawadi kwa mtu ambaye unamjua au kwa mtu ambaye usiomjua, ndoto hiyo huwa inaashiria utapokea habari njema, mafanikio. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria utapokea kazi. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria utapokea fedha, utapokea nafasi mpya au baraka ambayo hukuitarajia. Kuna jambo kubwa sana ambalo utapokea kwenye maisha yako. Unaweza kupokea taarifa ya kazi, utapokea taarifa njema. Ukijiona ndotoni unapewa zawadi, yamkini na mtu ambaye unamjua au haumjui, lakini unashangaa mtu yule anakuletea zawadi. Ndoto hii inaashiria kuna jambo ambalo hukulitarajia utalipokea kwenye maisha yako. Ndoto hiyo inaashiria kuna nafasi mpya, kuna baraka ambayo hukuitarajia utaipokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndoto ya kupewa zawadi, ukiota unapewa zawadi, jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 2, kuota unapanda mlima na ukafika juu. Yaani ukijiona ndotoni unapanda mlima na unafika kileleni kule juu. Ndoto ya kupanda mlima au kufika sehemu ya juu mara nyingi huashiria kuinuliwa na kutoka hatua moja kwenda nyingine ya ushindi. Kupanda juu kiroho ni ishara ya maendeleo, mafanikio na kupata habari njema zitakazobadilisha maisha yako. Kwa ukijiona umepanda mlima ukafika kileleni, jiandae kupokea ushindi kwenye maisha yako. Tambua kuna jambo ambalo utalipokea, kuna jambo jema utalipokea. Kwa ukijiona umepanda mlima na ukafika kule kileleni, yani umefika juu, ndoto hiyo inaashiria ushindi. Kuna jambo utalifanikisha, usikate tamaa kabisa. Ndoto namba 3, kuota mwanga mkali au nuru. Kama umeota nuru kubwa au mwanga unaong'aa au sehemu yenye mwangaza wa ajabu, hii mara nyingi huashiria kuwa kipindi cha giza kinaondoka na habari njema zinakaribia. Nuru katika Biblia ni ishara ya uwepo wa Mungu. Nuru inaweza kuwa inaashiria uwepo wa Mungu, inaweza kuwa inaashiria matumaini, inaweza kuwa inaashiria majibu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 60 na mstari wa 1 imeandikwa, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa hiyo ukijiona kama unaota nuru kubwa, mwanga unaong'aa au sehemu yenye mwangaza wa ajabu, hii mara nyingi huwa inaashiria kipindi cha giza kinaondoka na habari njema zinakaribia. Kuna jambo zuri utaliona kwenye maisha yako. Kuna jambo zuri utalipokea kwenye maisha yako. Nuru waga inaashiria uwepo wa Mungu, matumaini, na nuru inaweza kuwa inaashiria majibu. Kuna jambo utaanza kuona njia kwenye maisha yako. Kuna kitu kitakupa, mwanga utatokea kwenye maisha yako. Na ndoto namba 4, kuota unavaa nguo mpya. Yaani ukijiona ndotoni unavaa nguo mpya, unajiona ukijiangalia unaona umevaa nguo mpya. Nguo mpya katika ndoto huashiria mabadiliko mapya yenye baraka. Siku zote ukiona umevaa nguo, ukiota ndoto unajiona umevaa nguo mpya, labda unatembea ukiwa unajisikia vizuri, una amani, una raha,
unatakiwa utambue nguo mpya huashiria mabadiliko mapya yenye baraka. Mara nyingi ndoto hii huonyesha kuwa Mungu anakutengenezea heshima mpya, nafasi mpya au mwanzo mpya wenye furaha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 61 na mstari wa 10 utaona imeandikwa, maana amenivika mavazi ya wokovu. Kwa hiyo mara nyingi ndoto hii huonyesha kuwa Mungu anakutengenezea heshima mpya, nafasi mpya au mwanzo mpya wenye furaha. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umevaa nguo mpya, ndoto hii mara nyingi inakuwa inaonyesha Mungu anakutengenezea heshima mpya, Mungu anakutengenezea nafasi mpya. Ukiota ndoto hii anza kumshukuru Mungu. Yaani ukijiona umevaa nguo mpya, unatembea, ndoto hii inaashiria mwanzo mpya, nafasi mpya, inaashiria heshima. Mungu atakupa heshima. Kwa hiyo jiandae kwenye maisha yako kupokea taarifa njema baada ya kuota ndoto hii. Lakini ndoto namba 5, kuota unapokea barua au simu. Yaani unajiona ndotoni unapokea barua, alafu baada ya kupokea barua unakuwa una amani, una furaha. Au unajiona ndotoni umepokea simu, lakini simu ile ilikuwa ina taarifa njema, ukajiona unafurahi kabisa. Ndoto ya kupokea ujumbe, kupokea ujumbe kama vile simu, unaota umepokea simu au barua, mara nyingi huashiria utapokea taarifa muhimu sana maishani mwako. Inaweza kuwa taarifa ya kazi, inaweza kuwa ni taarifa ya mafanikio, inaweza kuwa ni taarifa ya kufunguliwa kwa mlango mpya, au inaweza kuwa ni habari ambayo umeisubiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukijiona unapokea simu, unapigiwa simu au unapokea barua, ndoto hii inaashiria utapokea habari muhimu sana maishani mwako, habari ambayo itabadilisha maisha yako. Hii inaweza kuwa ni taarifa ya kazi, inaweza kuwa ni mafanikio, inaweza kuwa ni kufunguliwa kwa mlango mpya, inaweza kuwa ni habari ambayo ulisubiria kwa muda mrefu, ile habari ambayo ulikuwa una shauku nayo umeisubiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, jiandae kupokea taarifa njema. Kwa hiyo katika Biblia Mungu mara nyingi alituma ujumbe kwa watu wake kabla jambo kubwa kutokea. Ukisoma Biblia utaona Mungu alituma ujumbe kwa watu wake. Yaani kabla jambo lijatokea, Mungu alikuwa anawafahamisha watu wake. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka 1 mstari wa 19, imeandikwa, malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Unaweza kuona Mungu alikuwa kabla jambo halijatokea, kabla hajaleta habari njema kwa watu, alikuwa anatuma ujumbe kwanza. Kwa hiyo hata na ukijiona ndotoni unapokea simu au unamwona mtu anakuletea habari njema, anakuambia kitu ambacho una furaha, unabakia ukiwa una furaha, ndoto hii inaashiria utapokea habari njema kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria utapokea jambo ambalo litabadilisha maisha yako. Kwa hiyo ukiona ndoto ya namna hii, anza kumshukuru Mungu. Jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 6, kama unanisikia vizuri, kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Asante sana kwa comment yako. Mmoja amecomment hapa na kuelewa vizuri mwalimu, mwingine tuko pamoja. Mungu awabariki sana kwa comment zenu. Kama unanielewa vizuri endelea kucomment, au kama kuna kitu umejifunza naomba comment. Na kama unanisikia vizuri naomba comment. Nataka nijue nasikia vizuri unasikia vizuri mwalimu. Asante. Twende ndoto namba 6. Kuota maji safi na tulivu. Yaani ukijiona ndotoni unaota maji safi, yaani maji ni safi alafu yametulia vizuri. Maji safi huwakilisha amani. Maji safi huwakilisha amani, uhai na baraka. Kwa hiyo ukiota unakunywa maji safi au unaona maji mazuri yaliyotulia, mara nyingi ni ishara ya faraja na habari njema zinazokuja maishani mwako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 14 imeandikwa, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Kwa hiyo ukiona maji safi huwakilisha amani, uhai na baraka. Ukiota maji safi, basi jiandae kupokea habari njema kwenye maisha yako. Jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Ndoto namba 7, kuota matunda au mavuno. Ndoto ya kuona matunda mazuri
yaliyoiva, au ukianza kuota unavuna, unaota unavuna, au unaota ndoto unakula matunda, huashiria kuwa muda wa kuvuna matokeo mazuri umefika. Hii ni ishara ya mafanikio baada ya kipindi cha subira na maombi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia 6:9 imeandikwa, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unavuna, unaona mazao au matunda yameiva unavuna, ndoto hii ukiota, jiandae kupokea taarifa njema. Ukiota ndoto hii, jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Ndoto ya kuona matunda mazuri au mavuno au kula matunda huashiria kuwa muda wa kuvuna matokeo mazuri umefika. Tambua, ukiota ndoto hii, tambua utapokea, yani jitihada zako kwenye jambo ambalo unalifanya itakupa matunda. Yani jitihada zako au jambo ambalo unalifanya litakuletea matunda. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, ukajiona ndotoni unavuna matunda, matunda yameiva unavuna, au unajiona uko shambani unavuna mavuno, ukiota ndoto hii, basi jiandae kupokea taarifa njema maishani mwako. Hautakiwi kuipuuzia kabisa. Yani ukijiona ndotoni unavuna, yani ukiamka, anza kumshukuru Mungu. Ukiamka baada ya kuota ndoto unavuna, anza kumshukuru Mungu, kwa sababu kuna jambo kubwa na jambo zuri ambalo utalipokea maishani mwako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii hautakiwi kabisa kuipuuza hata kidogo. Anza kumshukuru Mungu, naambia Mungu nakushukuru. Unaanza kumshukuru, naambia Mungu nakushukuru kwa kuwa baraka zangu zipo njiani. Asante kwa baraka, asante kwa kunipa baraka. Unaanza kumwambia Mungu nakushukuru kwa baraka, nakushukuru kwa taarifa njema. Ukiota ndoto unavuna, hii ni ndoto ambayo ina uzito mkubwa kiroho, hautakiwi kuipuuza hata kidogo. Lakini ndoto namba 9, namba 8, tunaenda ndoto namba 8. Ndoto namba 8, kuota unafunguliwa mlango. Yaani ukijiona ndotoni unafunguliwa mlango, unaingia. Ndoto hii huwa ina maana kubwa kiroho sana, hutakiwi kuipuuza. Yaani labda ulikuwa unatembea sehemu, unakuta mlango umefungwa, ghafla kuna mtu anakufungulia mlango, au mlango unafunguka mbele yako. Mlango unaofunguka katika ndoto ni moja ya ishara kubwa sana za fursa mpya na taarifa njema. Yaani ukiona mlango unafunguka kwenye ndoto, jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Utaanza kuona, jiandae kupokea fursa mpya kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria yale mambo ambayo ulikuwa umeyasubiria kwa muda mrefu, vile vitu ambavyo vilikuwa vimeshindikana, utashangaa utaanza kuvifanikisha kwa urahisi sana. Mungu anapofungua mlango, hakuna anayeweza kufunga. Ndoto hii mara nyingi huja kabla ya kupokea baraka. Ndoto ya kuona mlango unaofunguka asilimia kubwa huja kabla hujaanza kupokea baraka. Utaanza kuona ndotoni mlango unafunguka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 3:8 imeandikwa, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kwa hiyo ukiota ndoto kaona mlango unafunguka mbele yako, ndoto hii inaashiria kuna mambo utaanza kuyapokea kwenye maisha yako. Kuna fursa utaanza kuzipokea kwenye maisha yako. Kuna mambo utayafanikisha kwenye maisha yako. Utaanza kuona fursa kwenye maisha yako. Yaani jiandae kwanza kupokea fursa. Mlango kufunguka unaashiria fursa. Kuna sehemu ambayo utafika, sehemu ambayo ulitumia nguvu, lakini utashangaa, au vitu ambavyo ulivihangaikia sana kuvitafuta, lakini utaanza kushangaa unavipokea kirahisi, unavipata kirahisi. Nafasi ambazo ulizisubiria kwa muda mrefu, utashangaa unaanza kuzipokea kirahisi. Kwa hiyo ukiona mlango unafunguka mbele yako, mshukuru Mungu. Ndoto hii inaashiria utaanza kuona fursa kwenye maisha yako. Utaanza kuona upenyo kwenye maisha yako. Yale mambo ambayo yalikutesa, utaanza kushangaa Mungu anakusaidia. Kuna vitu ambavyo ulivihangaikia kwa muda mrefu kuvipata. Yaani ulikuwa unavihangaikia lakini uvipata, utashangaa utaanza kuvipata. Kwa hiyo ndoto ya mlango kufunguka huwa inaashiria kuna fursa ambazo zitafunguka kwenye maisha yako. Kuna fursa zitafunguka kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo utapokea kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 9, kuota ukiwa na furaha kubwa.
Yaani ukijiona ndotoni una furaha kubwa sana. Wakati mwingine ndoto yenyewe huwa haina tukio kubwa, lakini unaona furaha ya ajabu ndani yake. Hii inaweza kuwa ishara ya amani na ushindi unaokaribia. Furaha mara nyingi hutangulia ushuhuda. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 126 na mstari wa 5 imeandikwa, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ukijiona ndotoni unakuwa na furaha kubwa, yaani unajiona ndotoni una furaha kubwa lakini ukiangalia wakati mwingine ndoto yenyewe huwa haina tukio kubwa sana, lakini unaona una furaha ya ajabu ndotoni. Unajiona una furaha, unajiona unacheka, unajiona una furaha. Ukiota ndoto hii, jiandae kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria utapokea taarifa njema kwenye maisha yako. Utapokea taarifa ambayo itakupa kicheko, itakupa furaha. Ndoto namba 10. Ndoto namba 10, kuota unapaa angani huku ukiwa na amani ndani yako. Yaani ukijiona unapaa angani huku ukiwa na amani ndani yako. Ndoto ya kuruka juu au kupaa angani mara nyingi huashiria kuvuka mipaka na kuingia katika kiwango kipya cha maisha. Hii ni ishara ya vikwazo, ni ishara dhidi ya vikwazo na habari njema zitakazobadilisha maisha yako. Watu wengi huota wanapaa kabla hawajapata breakthrough kubwa maishani mwao. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31 imeandikwa, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapaa huku ukiwa una amani, yani yamkini sometimes unaweza kuwa unakimbizwa afu ghafla kaanza kupaa juu huku ndani yako ukiwa una amani. Ndoto hiyo inaashiria uhuru. Ndoto hiyo inaashiria kuna vitu utavifanikisha, vitu vikubwa sana maishani mwako. Kuna mambo ambayo utayafikia ni kuinuliwa. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukijiona unapaa, nisikize kwa makini, hapa nazungumzia kupaa ukiwa na amani. Lakini ukijiona ukiwa na hofu na mashaka, ndoto hiyo ina tafsiri nyingine. Hapa nazungumzia unajiona ndotoni unapaa huku ndani yako ukiwa una amani, yaani unapaa ukiwa una amani ya kutosha. Ndoto hii ya kuruka juu au kupaa mara nyingi huashiria kuvuka mipaka na kuingia kiwango kipya. Ndoto hii inaashiria utaingia kiwango kipya maishani mwako. Hii ni ishara ya kuinuliwa, ni ishara ya ushindi dhidi ya vikwazo, lakini pia ndoto hii inaashiria utapokea habari njema. Nasikia vizuri. Kama unanisikia vizuri, naomba comment na kusikia vizuri mwalimu. Kama tuko pamoja, naomba uniambie tuko pamoja mwalimu. Sitamani kukuacha, natamani unielewe vizuri, lakini pia kama kuna jambo ambalo unajifunza, ninaomba uniambie. Amen. Asante kwa komenti yako. Mungu akubariki. Asante. Twende ndoto namba 11. Kuota unakabidhiwa ufunguo. Yaani ukijiona ndotoni unakabidhiwa ufunguo, yamkini na mtu unayemjua au mtu usiyemjua, lakini anakuja na kukabidhi ufunguo. Funguo katika ndoto huwakilisha mamlaka, ufunguzi wa milango na siri zinazofunguliwa. Kwa hiyo ukiota unapewa ufunguo na mtu unayemjua au mtu usiyemjua, mara nyingi ni ishara kwamba Mungu anakufungulia mlango ambao ulikuwa umefungwa kwa muda mrefu. Inaweza kuwa kazi, inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa huduma, inaweza kuwa nafasi mpya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 19 imeandikwa, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo ukijiona unapokea funguo, funguo inaashiria mamlaka. Lakini ndoto hii inaashiria ukiona unapokea funguo au unapewa funguo, ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo utafanikiwa kuvipokea kwa urahisi. Yaani kuna vitu ambavyo utavipata kwa urahisi, vitu ambavyo ulivihangaikia kwa muda mrefu, lakini utavipata kwa urahisi. Ndoto hii inaashiria upenyo. Kuna vitu utafanikiwa kuvi-access kwa urahisi sana bila kutumia hata nguvu kubwa sana. Kuna vitu utavipokea. Kwa ukiota ndoto hii unapewa funguo, ni ndoto ya msingi sana. Unatakiwa umshukuru Mungu. Yaani utakiwi kupuuza, anza kumshukuru Mungu. Ufunguo inaashiria upenyo. Ufunguo inaashiria kuna mambo utayafanikisha kwenye maisha yako. Kuna vitu utakuwa na uwezo wa kuvi-access, kuvifikia kwa urahisi sana. Tunajua funguo
Ukiwa na funguo unaweza kufungua mlango kaingia ndani kwa urahisi sana, tofauti na mtu ambaye hana funguo. Mtu ambaye hana ufunguo ile anataka kuingia ndani, labda mlango umefungwa afu naye hana funguo, kwake yeye anakuwa ni ngumu kwa access kuingia ndani, lakini mtu mwenye funguo ni rahisi kuingia ndani kwa sababu ana funguo, ambapo funguo inampa kibali cha access vya ndani. Kwa hiyo ukiwa unapokea ufunguo, ndoto hii inaashiria kuna vitu utaweza kuvifikia kwa urahisi sana. Kuna vitu utavipokea kwa urahisi sana. Vile vitu ambavyo yamkini labda ulikuwa uko kwenye maombi ya muda mrefu afu ukajiona unapokea funguo. Ndoto hii inaashiria kuna vitu utavifanikisha kwenye maisha yako kwa urahisi sana. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu. Ni ndoto njema sana. Jiandae kupokea taarifa njema. Ndoto namba 12, kuota unakula chakula kitamu. Naomba hapo unielewe vizuri. Ukijiona ndotoni unakula chakula kitamu, kisafi alafu kitamu. Nazungumzia chakula kitamu. Ndoto ya kula chakula inategemeana na chakula chenyewe. Ukijiona unakula chakula kieleweki kwenye mazingira yasiyoeleweka, ndoto hiyo pia huwa inaashiria ina maana yake. Hapa nazungumzia ukiota ndoto unakula chakula kitamu. Ndoto ya kula chakula kitamu, ukijiona unakula chakula kizuri na kitamu, mara nyingi huashiria kipindi cha neema. Ndoto hii huwa inaashiria kipindi cha neema, furaha na kuridhishwa kinachokuja mbele yako. Ndoto hii inaashiria jiandae kwa ajili ya kipindi cha neema, kipindi cha furaha na kuridhishwa kinachokuja mbele yako. Katika Biblia, kula vizuri mara nyingi kulihusishwa na sherehe, ushindi na baraka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 23 na mstari wa 5 imeandikwa, waandaa meza mbele yangu, waandaa meza mbele yangu. Kwa ukiota ndoto hii, ukijiona unakula chakula kizuri na kitamu, ndoto hii huashiria kipindi cha neema. Jiandae kwa ajili ya kipindi cha neema na furaha na kuridhishwa kinachokuja mbele yako. Kwa hiyo ukiota ndoto unakula chakula kitamu, ndoto hii huwa inaashiria jiandae kuingia katika kipindi cha neema, furaha, kipindi cha utele. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 5 imeandikwa, waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta, na kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Waandaa meza mbele yangu. Kwa hiyo jiandae, ukiota unakula chakula kizuri na kitamu, jiandae kwa ajili ya kipindi cha neema, furaha na kuridhishwa kinachokuja mbele yako. Lakini ndoto namba 13, kuota unashinda mbio au mashindano. Unajiona ndotoni unashinda mbio au unaibuka kuwa mshindi kwenye mashindano. Yamkini labda ulikuwa unajiona unacheza mpira, unafunga goli afu unaamka unaibuka kuwa mshindi, au ulikuwa unaota unacheza mchezo wote, lakini katika huo mchezo unaibuka kuwa mshindi, unaibuka kuwa kinara. Ukijiona unashinda mbio au mashindano au unapewa tuzo katika ndoto hii, mara nyingi huonyesha ushindi mkubwa unaokuja baada ya mapambano marefu. Lakini pia ndoto hii ni ishara kwamba juhudi zako hazitakuwa za bure. Yaani ukijiona unashinda, ndoto hii jiandae kwa ajili ya taarifa njema, jiandae kwa ajili ya habari njema. Kuna baraka zinakuja mbele yako. Ndoto yote ambayo inaashiria ushindi, yaani unajiona ndotoni wewe unaibuka mshindi. Yamkini ulikuwa unacheza mchezo fulani lakini unaibuka kuwa kinara, unaibuka kuwa mshindi. Ukiota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu kwa sababu utaingia kwenye kipindi kizuri maishani mwako. Ndoto hii inaashiria utapokea matokeo mazuri. Ndoto namba 14, kama tuko pamoja naomba andika tuko pamoja. Kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Ndoto namba 14, kuota unaokota dhahabu au vitu vya thamani. Dhahabu katika ndoto mara nyingi huwakilisha thamani kubwa. Dhahabu huashiria kibali, dhahabu huashiria mafanikio na kuinuliwa. Kwa wakati mwingine ndoto hii huja kabla ya kupata nafasi kubwa au kupokea heshima kutoka kwa watu. Yaani ukijiona ndotoni unaokota dhahabu au kitu cha thamani sana. Unajua ndotoni umeokota dhahabu au kitu cha thamani sana. Ndoto hiyo inaashiria utapokea kibali, ndoto hiyo inaashiria utapokea mafanikio, ndoto hii inaashiria kuinuliwa. Kwa wakati mwingine ndoto hii huja kabla ya kupata nafasi kubwa au kupokea heshima kutoka kwa watu. Kwa ukiota ndoto hii unabidi uanze kumshukuru Mungu. Anza kumwambia Mungu asante, mshukuru Mungu. Ndoto namba 15, kuota unanyeshewa mvua tulivu. Ukijiona ndotoni unanyeshewa mvua tulivu, yaani unaona mvua inakunyeshea, lakini mvua ile
ni tulivu, ni mvua ambayo sio ya upepo mkali, yani mvua inanyesha, mvua tulivu, mvua rasharasha fulani, unanyeshewa mvua tulivu kabisa. Unanyeshewa mvua ile ambayo sio ya vurugu, mvua inakunyeshea. Mvua safi sio na ya kuogopesha, huashiria uhai mpya, huashiria baraka na neema ya Mungu inayoshuka juu yako. Kwa katika Biblia mvua mara nyingi ilikuwa ni ishara ya baraka na mavuno. Kwa ukijiona unanyeshewa mvua, jiandae kwa ajili ya taarifa njema. Ndoto hii inaashiria baraka njema zinakuja. Ndoto hii ukiota unanyeshewa mvua, mvua njema, ndoto hii inaashiria baraka. Jiandae kupokea baraka maishani mwako. Kwa ukiota ndoto namna hii unanyeshewa mvua, ile mvua ambayo sio ya kuogopesha, unajiona labda uko sehemu mvua inakunyeshea mvua nzuri, jiandae kwa ajili ya baraka. Jiandae kupokea baraka njema kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 16, kuota mtoto mdogo mzuri. Hapa mtoto katika ndoto mara nyingi huashiria mwanzo mpya. Mtoto katika ndoto huashiria habari njema au jambo jipya litakaloleta furaha kubwa maishani mwako. Wakati mwingine huonyesha kuzaliwa kwa wazo au huduma, biashara au shuhuda mpya. Hapa unaweza kuota kwa mfano labda kama upande wa mwanamke, kwa mfano labda ukaota mwanamke umepakata mtoto mzuri, au ukajiona ndotoni unazaa mtoto. Wakati mwingine kuzaa mtoto inaweza isiashirie mtoto tu, inaweza isiashirie mtoto haswa. Mtoto anaweza kaa anaashiria habari mpya, inaweza kaa anaashiria habari njema, inaweza kaa anaashiria jambo jipya ambalo litaleta furaha kubwa maishani mwako. Wakati mwingine huonyesha kuzaliwa kwa wazo, huduma, biashara au shuhuda mpya. Ukiota unazaa, wewe kama ni mwanamke unajiona umezaa mtoto au umempakata mtoto, au wewe kama ni mwanaume unajiona umembeba mtoto, ndoto inaweza kaa inaashiria wazo jipya, utapokea huduma, inaweza kaa inaashiria biashara au shuhuda mpya. Lakini ndoto namba 17, kuota ukivuka daraja au mto. Yaani unajiona ndotoni unavuka daraja au mto. Kuvuka daraja au mto huashiria kutoka katika hali ya zamani kwenda kwenye hatua mpya, ushindi. Ni ishara kwamba kipindi kigumu kinaweza kuwa kinafikia mwisho na habari njema iko mbele yako. Usikate tamaa, endelea kusonga mbele katika jina la Yesu. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2 imeandikwa, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakunguza. Kwa hiyo ukijiota unavuka daraja au mto, jiandae kwa ajili ya kupokea taarifa njema kwenye maisha yako. Ndoto hii inaweza kaa inaashiria ule mwisho wa mateso umefika, na sasa unaingia kwenye msimu mpya, msimu wa baraka, msimu wa kupokea majibu yako. Kwa hiyo ukiota ndoto hii unavuka daraja na kwenda sehemu nzuri, anza kumshukuru Mungu kabisa. Lakini ndoto namba 18, kuota unaingia nyumba nzuri. Ukijiona ndotoni unaingia kwenye nyumba nzuri. Nyumba nzuri katika ndoto mara nyingi huashiria utulivu, huashiria mafanikio, huashiria amani au maisha bora yanayokuja mbele yako. Pia inaweza kuwa ni ishara ya kujibiwa kwa maombi ya muda mrefu. Ukijiota unaingia kwenye nyumba nzuri, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mafanikio, huashiria utulivu, huashiria amani na huashiria maisha bora yanayokuja mbele yako. Ndoto namba 19, kuota ukipata pesa. Ingawa sio kila ndoto ya pesa ina maana ile ile. Wakati mwingine kuota unapokea pesa au unapokea utajiri huashiria fursa mpya, mafanikio au msaada unaokuja. Inaweza kuwa ni ishara ya kufunguliwa kiuchumi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kumbukumbu 8 mstari wa 18 imeandikwa, yeye ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo ukiota unapata pesa, inawezekana ashiria unaingia fursa mpya, inawezekana ashiria mafanikio au msaada unaokuja. Lakini ndoto namba 20, kuota unaimba au unacheza kwa furaha. Yaani ukijiona ndotoni unaimba au unacheza kwa furaha, unarukaruka, unacheza kwa furaha. Kuimba na kucheza katika ndoto mara nyingi ni ishara ya ushindi, huashiria ushindi upo karibu. Hii huonyesha moyo wako wa ndani unapokea taarifa ya furaha kabla haijatokea kwa macho. Kwa hiyo ukijiona una furaha ndotoni unacheza, unajiona ndotoni unacheza huku ukiwa na furaha, basi ndoto hii inaashiria utapokea taarifa njema. Jiandae kwa ajili ya kupokea taarifa njema. Tuko pamoja? Okay, ngoja nikupe ndoto nyingine. Ukiona ndege wazuri ndotoni, yani ukaona ndege wazuri wanaimba, wanaruka juu, wanapaa juu, ndege wazuri wakiwa wanaimba,
wanalia huku wanaruka juu, ndege wazuri. Ukiona ndege wazuri ndotoni, pia ndoto hii huashiria utapokea, jiandae kupokea taarifa njema. Ukiona ndege wazuri wanaruka juu, ukiwa unasikia huku wanalia, wanaimba, wanaruka juu ndege wazuri unaona, basi ukiota ndoto namna hiyo jiandae kupokea taarifa njema. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, kuna nyakati Mungu huonyesha kivuli cha ushindi kabla ya ushindi wenyewe haujafika. Ndoto nyingine huja kama faraja ya mbinguni kukuambia usikate tamaa, kwa sababu kuna jambo jema linakaribia kutokea. Huenda leo bado hujaona majibu yako kwa macho, lakini rohoni tayari Mungu ameanza kukuonyesha kuwa milango inaanza kufunguka, mateso yanaenda mwisho, na taarifa njema iko njiani kuelekea kwako. Kwa hiyo usikate tamaa. Ukiota ndoto za namna hii, anza kumshukuru Mungu, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana na kupenda, nikutakie wakati mwema.